Hivi unafahamu ya kwamba gono inaweza kusababisha mirija kuziba? Namaanisha mirija ya uzazi. Hapa naongea na wale wanawake ambao wanachukulia magonjwa ya zinaa au magonjwa katika via vya uzazi ni magonjwa ambayo unatakiwa kuyavumilia, then siku ukijisikia kutibu ndio unyanyuke ukatibu. Na kukumbusha tu ya kwamba kwa zaidi ya 80% wanawake wengi wanaopata changamoto ya mirija kuziba huwa ni kutokana na maambukizi katika via hivyo vya uzazi, ambayo sana sana huwa ni PID. Kwa hiyo inawezekana ukawa umepata gono ambayo ukaivumilia, ukasema ya kwamba mimi naenda kuchukua Azuma na kunywa, kumbe hautibu, unadidimiza tu yale maudhi au dalili, baada ya muda inakuja na kusumbua. Na mwisho wa siku tunakuja kusikia mirija imeziba. Na huwezi kujua kwa sababu mara nyingine dalili huwa ni maumivu wakati wa tendo au maumivu upande mmoja, au ukikosa mtoto ndio unakuja unashtuka. Kwa inawezekana ikawa too late, na kwa hospitali kwa sasa inakuwa ni ngumu sana kufanikiwa kuzibua mirija hii unless itokee kwa bahati mbaya, labda wakati wa kipimo au kwa namna nyingine. Namna ya kuzibua mirija hii ni miongoni mwa madarasa ambayo tumekuwa tukiyatoa, na mwezi huu wa 11 ofa yetu bado inaendelea. So usiwe miongoni mwa watu ambao watashindwa kupata mtoto kwa sababu ya maambukizi au changamoto zote za uzazi. Kwa msaada, kwa usaidizi na mwongozo, gusa linki kwenye bashi. Na ifahamike ya kwamba sababu zinaweza kuwa nyingi, lakini namba moja ni maambukizi katika sehemu hizi. Inawezekana maambukizi yakawa TB ya kizazi, inawezekana ikawa UPID niliyoeleza, inawezekana ikawa infections zote ambazo zinakwenda kushambulia au kutengeneza kufanya ile sehemu ule mrija usinyae au ubanwe au kuacha makovu na majeraha ambayo yatatengeneza zile nta ambazo zitafanya mirija ishikane. Kwa hiyo ukiachilia mbali infections katika maeneo hayo, sababu ya pili inaweza kuwa ni magonjwa kama endometriosis, ile hali ambayo ile tishu ya ndani kabisa kwenye mji wa mimba huwa inaota sehemu nyingine. Lakini pia kuna issue kama hizi vimbe nyama huwa pia zinapelekea hizo issue. So sababu kubwa kwa watu wengi huwa ni maambukizi. Na hapa ndipo panaponifanya nisikitike ninapomkuta mtu ana changamoto labda ya harufu mbaya ukeni au gonjwa lolote la kwenye via vya uzazi, alafu unamuuliza na kwambia nina miezi 6, nina mwaka, nina miaka 5, nina miaka 10 sijatibu. Unajua unatamani umwambie kiasi gani ana riski hichi kitu, lakini muda mwingine atasema labda mimi nimetibu sijapona, sijapata pesa na vitu kama hivyo. Of course sawa, ni sababu ambazo zinakuwa nje ya uwezo, lakini katika kitu ambacho kinatakiwa kikunyime usingizi ni pale ambapo unaanza kuona mabadiliko ya harufu, namna ambavyo unajisikia au makwazo yoyote katika via vyako vya uzazi. Swali ni je, ikitokea mrija mmoja umeziba, mwanamke anaweza kubeba ujauzito? Kumbuka kushare makala hii na